Kaya kaya. Kaya. Kaya kaya. Kaya. Mizichenda bawa. Kaya kaya. Kaya. Leo ni siku muhimu sana kwetu sisi. Historia ya jamii ya Mijikenda. Makabila yote 9 ya Mijikenda. Leo ni siku muhimu kwa sababu maombi yetu kwa Mwenyezi Mungu yameanza kutimia. Sisi tulijiunga sawa sawa na alikuwa tunaomba siku ambapo tutakuwa tunashikana na ndugu zetu kutoka sehemu zingine za Kenya kwa kuangalia maendeleo ya Kenya, maendeleo ya kila hali ya uchumi, ya siasa na mambo mengi kadha wa kadha. Nasema ni siku muhimu kwa sababu tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa Rigathi Gachagua yuko hapa kutoka jamii ya ndugu zetu wa Mrima, Mount Kenya. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu sisi tumeongea, tumesikizana, tumeelewana kuwa tunasonga mbele kama kitu kimoja kwa mambo ya uchumi, mambo ya siasa, mambo ya udugu, mambo kamili ambayo yataleta manufaa kwa sisi jamii ya Mijikenda pamoja na ndugu zetu. Wengine watakuja, lakini kwa sasa tunasema na ndugu zetu wa kutoka kwa Mrima, wa Kikuyu, wa Meru, wa Embu, wote hao, wa Tharaka, wote tumekubali na tunatembea pamoja na wao na hakuna kurudi nyuma, na ni sisi Mijikenda sote ambao tuko tayari kwa hali yoyote ile. Usalama upo na tumeshikana na wale ambao kwa hakika tumeangalia hali ilivyo Kenya, msimamo wao ni sawa sawa na wetu. Sisi sote tutafanya kazi pamoja na Mheshimiwa Rigathi Gachagua na wengine wote wale ambao wanakuwa pamoja, united opposition as wanajiita, lakini ni united government. Kwa hivyo sitaki kusema mengi zaidi, kama kuwaeleza nchi nzima, dunia nzima, kokote kule, kuwa sisi jamii ya Mijikenda tumeshikana na wenzetu ambao hatuna wasiwasi kuita kabila zetu, kwa sababu kabila, tribe, iliwekwa ni Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu hana makosa. Kwa hivyo yes, tuko pamoja, waite cousins, lakini tumekuja ndugu moja, kabila moja, kwa sababu kabila zilitungwa ni Mwenyezi Mungu. Ukabila ndio ukorofi unaofanywa ni binadamu, na ukabila umetufanya sisi tumeshikana na wenzetu, kwa sababu hatutaki ukabila, lakini tuungana na kabila wanaoelewana na sisi Mijikenda. Kaya kaya. Kaya. Kaya kaya. Kaya kaya. Kaya. Ndivyo sivyo? Ndivyo. Naomba mnipe ruhusa nimkaribishe Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Asante. Na yeye pia tusikie maneno yake. Asante sana. Kaya kaya. Kaya. Kaya kaya. Kaya. Asanteni sana, na mimi nataka nitoe shukurani kwa wazee wetu na wamama wa jamii ya Mijikenda wakiongozwa na msemaji wao Mheshimiwa Ali Makwere, ambaye ni kiongozi anajulikana sana katika taifa la Jamhuri ya Kenya kwa ile kazi amefanya kwa taifa letu. Pia tumekutana na Waziri Nzoro, Waziri Kambi, ambaye ni viongozi ambaye wametumikia nchi hii, pamoja na Mheshimiwa Mwarere Mwachai, ambaye ni waheshimiwa ambaye wanajulikana sana. Mimi nilikuwa pale wa Munyoro na nikapata mwaliko wa my cousins wakiniambia nije tuongee kama familia, na hata kama nilikuwa nimewacha kazi yote nifanye mazungumzo pale wa Munyoro, ukisikia jamii yako, familia yako iko na kilio, unakimbia kuja kusemezana na familia yako. Tumekuwa na mazungumzo ya faragha, mazungumzo ya maana sana, na hawa cousins wangu wamenieleza kama vile mimi najuavyo ya kwamba wamepata matatizo mengi sana hapa katika eneo la Pwani, ya kwamba uchumi wao umevamiwa na familia moja na wananchi wamehangaika. Badali ya Mombasa ambaye ndio nasaidia wakaaji wa Pwani, hasa hao Mijikenda, imenyakuliwa na familia moja, na sasa tunaongea inaendelea kuuzwa. Kwa hivyo hii jamii inahangaika sana. Number 2, mambo ya madawa ya kulevya katika Pwani. Familia moja ndio inauza madawa ya kulevya, na hao ni washirika wa karibu wa Rais William Ruto, na watoto wa sehemu hii wamehangaika sana, na hii jamii karibu napoteza an entire generation. Tumezungumza pia mambo ya ranches.
ambaye imevamiwa na serikali ya William Ruto, ambaye inachukuliwa kihorera na wakaaji hawana la kufanya. Pia tumeongea mambo ya madini pale Mlima Hills na pahali kwingineko ambaye iko na madini ambaye Mwenyezi Mungu alitunukia wakaaji hapa wajisaidie nayo bila kuwalipisha. Hayo madini yote yamenyakuliwa na serikali. Kwa hivyo tumezungumza kwa kirefu na tumekubaliana ya kwamba lazima tukae pamoja, na hao my cousins wameniuliza tutembee pamoja na wale my cousins wengine tukiangazia kukomboa nchi yetu na hasa kutafuta heshima ya jamii ya Mijikenda. Kwa hivyo tumekubaliana, na mimi nimefurahi sana chini ya Mheshimiwa Makwere, jamii yote ya Mijikenda imeshikana. Ile milango yao 9 wanaongea lugha moja, na tumekubaliana ya kwamba umoja ni nguvu. Wataendelea kutafuta umoja wa jamii, na sisi tutaendelea kufanya kazi pamoja katika United Alternative Government tukiangazia kukomboa nchi yetu na kuunda serikali ijayo ambaye tumekubaliana lazima viongozi wa Mijikenda wakae kwa ile meza ya kitaifa ya kupanga serikali mpya, kwa sababu tumekubaliana ya kwamba msipopanga siasa uchumi unaharibika na kila kitu kinaharibika. Kwa hivyo tumekubaliana vizuri sana ya kwamba hii ni jamii kubwa, iko na kura nyingi sana. Ni makosa kubwa sana jamii kubwa kama hii kukaliwa na familia moja, kuangaishwa na familia moja, kuwa marginalized, kuwa intimidated by one family. Kwa hivyo hii jamii lazima ijitafutie heshima, na hii heshima ya hii jamii yetu ya Mijikenda itapatikana wakiongea lugha moja chini ya kiongozi mmoja, wakiongea lugha moja, wakishikana, alafu wakuje washikana na Wakenya wengine, tukiwa zote pamoja tukoboe nchi yetu na tutafutie kila jamii heshima yake, na ndio tukipata nafasi mwaka ujao tuweze kulegeza bandari ya Mombasa kwa watu ya pwani, tuweze kulegesha ile madini yote imechukuliwa irudishiwe wenyewe, ile ranches yote imechukuliwa irudishiwe wenyewe. Kwa hivyo hii safari tutatembea pamoja. Yangu ni kusema shukrani kwa hao viongozi kwa kufikiria mambo ya jamii yao, ya kufikiria mambo ya wananchi, kwa sababu wabunge wale wamechaguliwa pamoja na maseneta wote wamenunuliwa na William Ruto, wamewachilia watu yao wanaendelea kuhangaika. Kwa hivyo mimi napongeza hao viongozi kwa sababu wamechukua jukumu ya kuongoza watu yao, kwa sababu wale ambaye wote walichaguliwa wamewekwa mfuko, wamenunuliwa, na wananchi wanaendelea kuhangaika wakikosa mtu ya kuwasaidia. Kwa hivyo ndio mimi nilikuwa nimekuja, na tumekubaliana mambo mingi. Wazee wataketi pia watanitembelea huko wa Munyoro, na mimi nitatembea huko, na kuanzia sasa safari ya kukomboa Kenya imeanza kirasmi, na watu ya pwani, watu ya Mijikenda wako ndani kabisa ya hii safari, ndio tutafute serikali pamoja. Asanteni sana.